Firstly, I would like to appreciate God. Napenda kumshukuru Mungu. I thank God for trusting me with his pulpit. Namshukuru Mungu kwa kuniamini nisimame hapa. For it's not because I'm so beautiful Haiko tu niko mzuri to stand before you. Kusimama mbele yenu. It's not because I am clever. Haiko tu niko mjanja to sana. stand before you. Kusimama mbele yenu. But it's because of his love. Ni kwa ajili ya upendo wake. And his grace. Na neema yake. So I appreciate God a lot this morning. Namshukuru Mungu kwa hiyo. I thank God for my spiritual father. Namshukuru Mungu juu ya baba yangu wa kiroho. Together with my mother. Na mama yangu. For trusting me with this day. Kwa kuniamini leo. Together with the leadership of the church. Pamoja na uongozi wa kanisa. I thank you so much for trusting me. Na barikini sana kwa kuniamini. To be in front of the saints of the living God. Nileta mimi machoni pa Glory be to Jesus. Have your way. I'm your vessel, nothing more. When you're done, please take the glory. I'm satisfied to see you glorified. Take the stage, Lord. Have your way. I'm just a vessel, nothing more. When you're done, please take the glory. I'm satisfied to see you glorified. Will you take the stage, Lord? Have your way. I'm your vessel, Lord, and nothing more. When you're done, please take the glory. Lord, I'm satisfied to see you glorified. When you're done, please take the one in glory, Lord. Satisfied to see you manifest. When you're done, please take the glory. I'm satisfied to see you changing lives. Father, when you are done, please show the Lord. I'm satisfied to see you glorified. Glory be to Jesus Christ. Amen. We are going to open our Bible quickly. Tafungula Biblia zetu kwa haraka. Because our time is not on our side. Sababu muda uko upande wetu. We are going to read from the book of Acts. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Chapter 9. Verse 32. Tunasoma mstari wa 32. Until 42. Hadi 42. Tukisoma kuanzia 36. The Bible said. Biblia inasema. There was a disciple called Tabitha. Kulikuwa na mfuasi aliyeitwa Tabitha. This book was wrote with Luke. Hii kitabu kiliandikiwa na Luka. I understood that Luke nikaelewa kwamba Luka is a person who's so much careful in what he says. Ni mtu mwenye alikuwa makini sana kwa kile ambacho anakisema. As I read the books of Luke, nikisoma kitabu cha Luka, some people are called women, wengine wanaitwa wanawake, some are called men, wengine wanaitwa like where we read from verse 32. Kama tuliposoma it says there was a man named
Aeneas. Kulikuwa mtu kilema anaitwa Aeneas. But when we got to 36, Ukisoma 36, it says there was a disciple called Tabitha. inasema kulikuwa na mfuasi anaitwa Tabitha. I understood that there is a reason why Luke called Tabitha a disciple. Najua kwamba kuna sababu kwa nini Luka alimuita Tabitha. Meaning to say Tabitha's faith was not as common as Ina maana yours. imani yake ilikuwa ya kawaida. Meaning to say Tabitha's faith was not as common Ina as maana yours. imani ya Tabitha ilikuwa ya kawaida I kama ya asked kwako. myself, Nikajiuliza, if Luke knew me, kama Luka alingenijua, was he going to call me a Yesu disciple? angeniita mie disciple, angeniita mfuasi. What are the ways Njia gani to be a disciple? ya mtu kuwa mfuasi? Some of the people, Kuna watu wengi they are not disciples, sio wafuasi, not because they don't want, haiko jua watatu, but they don't know the ways. hawajui njia. You might be in church for Unaweza so kuwa many years, kanisa kwa muda mrefu, but you don't know the ways lakini haujui njia to be a disciple ya of kuwa Jesus Christ. mfuasi wa Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Today I prepared Leo nilijitayarisha 3 ways manjia tatu. to be a disciple of Njia Jesus tatu ya Christ. kuwa mfuasi wa Yesu. I said we are going to break down the story of Tabitha Nilisema kwamba tutaenda kujifunza historia ya Tabitha bit by bit. kidogo kidogo. I want somebody to be blessed in the Nataka house. mtu abarikiwe leo. God wants somebody to change in the Mungu house. anataka mtu abadilike. God is looking for people like Tabitha in Mungu the house. anatafuta watu kama Tabitha. We need nyumbani. disciples of Jesus Christ in the house Tunatafuta wafuasi wa who are Yesu following God in truth and ambao spirit. watamfanya The people Yesu that will katika stand and shine for Jesus watu Christ. wenyewe watasema tutasimama kwa ajili ya Yesu. Glory be to Jesus. Amen. The first point, Pointi ya kwanza, ways to be njia a disciple of Jesus ya kuwa Christ. mfuasi wa Yesu Kristo. The first point, Pointi ya kwanza, a person must love God. mtu anapaswa kumpenda Mungu wake. A person must love God. Mtu anapaswa kumpenda Mungu. If we read from the book of Luke chapter 14, Ukisoma Luka 14 verse 26, 26, it tells me that Biblia inaniambia I kwamba must hate everybody in napaswa comparison. kuchukia mtu wote. Hate my mother, my father, Baba yangu na mama yangu, my brother, my dada sister, yangu na kaka yangu, husband, wife, bibi na bwana, children, watoto, even yourself. hata wewe. I said, what is this verse trying to Hii say? verse inamaanisha kusema nini? That I should hate everyone. Inasema kwamba inabidi nipende watu wote chini. When if we read in other verses, Tukisoma kwenye version zingine za Biblia, the Bible said we should love each other. Biblia inasema tupendane. The Bible says you cannot say you love me Biblia inasema wewe whilst you unipenda don't mimi love your na brothers. umpendi ndugu yako. No, the Bible is telling me to Lakini hate, Biblia inasema nisiwapende sana. to hate everybody. Nisiwapende wengine sana. What does the Bible trying to say to Biblia us? inamaanisha nini? What is this verse trying to say to us? Hii verse inatuambia nini? It simply means Inamaanisha we should love God the most. tunapaswa kumpenda Mungu sana. It simply means Inamaanisha we should love God the most. tumpende Mungu kuliko kila kitu. Understand me very well. Nielewe vizuri. This hate that the Bible is talking about Hii ambayo Biblia inazungumzia is not the hate that we all know. haina chuki kama mnavyojua. That because this sister have said this against me, Kusema wewe alisema hivi I na hivi, hate her. nimchukie. It simply means Inamaanisha you should not compare God with anybody. haupaswi kumlinganisha mtu na mtu yoyote. The love of God must be the most high in our lives. Inabidi kumpenda Mungu kuliko watu wote. If you are now comparing God with your Ukianza father, kumlinganisha Mungu na baba yako, you do not love God. haumpendi Mungu. I said this is real. Nikasema hii ni kweli. This is fair. Hii ndio inapaswa kuwa hivyo. Because if they can say I should die because of my husband, Kama anasema now, nife juu ya mume I will wangu, say no. siwezi. But Jesus Christ of Nazareth, Lakini Yesu wa Nazareti He died for you. alikufa kwa He ajili yako. died for me and you. Alikufa kwa ajili yangu na kwa He ajili is yako. worthy to be loved the most. Inabidi tumpende kuliko vingine We vyote. have to love God the Inabidi most. kumpenda Mungu sana. The love of God mustn't be compared. Upendo wa Mungu kwetu na kwake haupashi anybody. kulinganishwa na upendo wa wetu kwa mtu mwingine. The love of God Kumpenda Mungu must never be compared haupashi kulinganishwa to the love of anything. na upendo wa kingine kitu. Even the love of money. Hata upendo wa pesa We must love God the most. inabidi kumpenda Mungu zaidi Be a disciple of Jesus ili Christ. kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Glory be to Jesus Christ. Haleluya. We must love God the most Inabidi tumpende Mungu so sana that we can be called ili kwamba tuitwe the disciples of God. wafuasi wa huyu Mungu. Do not compare with your God with your money. Usilinganishe Mungu na pesa zako. Hallelujah. Amen. There's some people who are comparing God with money. Kuna watu wanalinganisha Mungu na pesa.
We can't come to church because we need money for rent. Hatupashi kuja kanisa juu tunahitaji franga za kulipa We are not coming to church because we are looking for money for rent. Hatukuji kanisa juu tunatafuta franga ya kulipa nyumba. You are comparing God with money. Unamlinganisha Mungu na pesa. The Bible said, Biblia inasema, seek first the kingdom of tafuta God, kwanza ufalme wa Mungu, and all will be added. kila mengine atapewa kwa kule faida. Love God. Mpende Mungu. The church is looking for people like Kanisa inatafuta watu kama Tabitha. Be a disciple of Jesus Christ. Kuwa mfuasi wa Yesu. And I promise you, na ninakuahidi, you will lack nothing. hautakosa kitu. Glory be to Jesus. Amen. Point number 2. Point ya pili, sacrifice kutoa for Jesus. kwa ajili ya Yesu. Sacrifice, kujitoa for Jesus. kwa ajili ya Yesu. A person must sacrifice for Mtu Jesus. anapaswa kujitoa kwa ajili ya Kristo. If we read in the same book of Luke ukisoma katika 40:27, kile kitabu cha Luka, it tells me that inaniambia kwamba you will not be called his disciple hautaitwa mfuasi wake if you are not sacrificing for kama him. ujitoe kwa ajili yake. It tells me this: Inaniambia kwamba you will not be called hautaitwa my disciple wa mfuasi wangu if you do not carry your own cross. kama ubebi msalaba wako. Glory be to Jesus Christ. Amen. Sacrificing for God, Kujitoa kwa ajili ya Mungu, you need to carry your own cross. inabidi kubeba msalaba wako. As a woman of God, Kama vile mwanamke wa Mungu, you need to carry your own cross. inabidi kubeba msalaba wako. How to carry my own cross? Jinsi gani ya kubeba msalaba? There are people Kuna watu who can tell you that wanaweza kuambia kwamba I cannot commit adultery because I'm a child of God. siwezi kufanya msharati yuko mwana wa Mungu. That's carrying your own cross. Ile ni kubeba msalaba wako. If you come to an extent that Ukifikia hatua you will say, because I am a child of God, unasema juu niko mtoto I wa Mungu, cannot do this. sitafanya hivi. Because I am a child of God, Juu niko mtoto wa I Mungu, cannot be found in this place. siwezi kuwa hapa. Because I am a child of Juu niko God, mtoto wa Mungu, I cannot talk like this. siwezi sema You hivi. carry your own Unabeba cross. msalaba. Then you be called a Hapo disciple of utaitwa Jesus Christ. mfuasi wa Yesu. Glory be to Jesus. Praise God. Carry your own cross. Beba msalaba wako. You be called a disciple of Jesus Christ. Utaitwa mfuasi wa Yesu. Glory be to Jesus. Amen. Are we still together? Tuko pamoja. Am I talking to somebody? Je, niko naongea na mtu fulani? I said, borrow me your ears. Niwaambia mnisikie vizuri. You will benefit something. Utafaidika kitu fulani. Carry your own cross. Beba msalaba wako. Be somebody Uwe mtu that will say, ambaye atasema I am a child of God. niko mtoto wa Mungu. I cannot enter in this place. Siwezi ingia hii fasi. I cannot talk like this. Siwezi ongea hivi. Hallelujah. Amen. You know, it's nice to be a child of God. Ni vizuri kuwa mtoto wa Mungu. If you say, because I am a child of God, Ukisema juu niko mtoto wa I Mungu, cannot be found siwezi patikana. where there is a gathering of gossiping, Siwezi patikana katika nafasi where people are talking bad about the church, ambao watu wanasema vibaya juu ya where people kanisa. are planning Watu wanapanga to mabaya. cause distraction in the church. Kuleta mabaya I mkanisa. cannot be found there. Siwezi kuwa pale. Carry your own cross. Inamaanisha unabeba You msalaba. be called a Utaitwa disciple mfuasi wa of Yesu. Jesus Christ. Utaitwa mfuasi wa Yesu Kristo. Glory be to Jesus Christ. Amen. Point number 3. Pointi ya tatu, Put the word of God kutia neno la Mungu into practice. katika tendo. Hallelujah. Amen. The Bible said, Biblia inasema if you want to be called my disciple, ukitaka kuwa mfuasi wangu, remain faithful bakia mwaminifu into my teachings. kwa mafundisho yangu. It says, Inamaanisha you cannot be called my disciple hauwezi itwa mfuasi wangu if you do not remain faithful kama ubaki mwaminifu into my teachings. katika mafundisho yangu. The servants of God are working very hard Watumishi wa Mungu wanafanya kazi sana to teach us the ways of heaven, kutufundisha njia za to Bwana, teach us the word of God. kutufundisha neno la Mungu, But still, lakini bado we look like we are not taught. tunaonekana kama vile hatukufunzwa, But still, lakini we are not changing. hatubadiliki, But still, lakini we are not practicing the word of God. hatuweki neno la Mungu katika tendo. If you want to be called the disciple, Ukitaka kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, put the word of God into tia practice. neno la Mungu katika tendo. I remember the verse that says, Nakumbuka verse ambayo inasema, try me with your tithes, "Nunipime, mniletee zaka zenu, and you see if I won't open the na windows." utaona kama sitafungua milango na madirisha ya mbinguni." Hallelujah. Amen. Now we find out ourselves that Tunajiangalia na kuona wenyewe kwamba we are not trying God. hatupendi kumpima ule We Mungu. are not practicing His word. Hatuweki neno lake katika tendo. That's why Ndio maana you will remain poor. unabakia hivyo hivyo maskini.
But if you practice the word of God, Kama unafuatilia neno la Mungu katika God tendo, can take you from that level Mungu atakutoa pale kwenye to another level. anakupandisha kwenye hatua nyingine. Let's try Acha tujitahidi to practice what we are taught. kutia kimatendo kile ambacho Live according to the word of God. kuishi kulingana na neno. The Bible is telling me Biblia inaniambia that I should not come in His presence siwezi kuja mikono empty-handed. mikono bure. But I just stand up, wear my nice dress, Lakini nakuja na vazi. walking. I'm going to church, Naenda kanisa. empty-handed. Mikono mitupu. That's why I will remain Ndio poor. maana nakosa kupata maisha. Na The Bible said, Biblia inasema "Blessed is the hand that giveth, ubarikiwe mkono than the unaotoa one that receiveth." kuliko mkono unaopokea. I thank God for the preacher of last Sunday. Nashukuru mhubiri wa Sibashi iliyopita. If you don't give, Kama utoe, you will remain poor. utabaki maskini. Try the word of God. Jitahidi. What the Bible said you should do this, do. Kile kenye Biblia Try. inasema fanya. If the Bible said do not do this, Biblia ikisema usifanye hivi, live according to the word of God. ishi kulingana na neno la Mungu. Glory be to Jesus. Amen. And the people will see changes in your life. Na watu wataona mabadiliko katika maisha yako. Glory be to Jesus Christ. Amen. That's why you are just the same as unbelievers outside. Ndio maana wanafanana na wale ambao hawajaamini. Because you are not living according to the Kwa sababu hauko unaishi kulingana na neno la Mungu. Try Jitahidi and live according to the word of God. na uishi kulingana na neno la Mungu. Glory be to Jesus. Amen. Remain faithful to the teachings of God. Bakia mwaminifu kwa mafundisho ya neno la Mungu. There are some of the people in our church Kuna watu wengine makanisa whom are causing our pastor to be insulted outside. ambao wanasababisha pastor anatukana It's nje. like we are not taught. Inakaa bila But tukufunza. they are teaching us every Sunday. Kila siku tunafunza. Still we don't want to Lakini change. hatutaki kubadilika. We want to change. Wanafundisha lakini The Bible says, Biblia inasema remain faithful bakia mwaminifu in His teachings. katika mafundisho yake. If you want to be called Ukitaka a kuitwa disciple of Jesus mfuasi wa Christ. Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Now we see Na tuchaona the reason why Tabitha jinsi gani Tabitha was called a disciple. kwa nini aliitwa mfuasi. Now ask yourself, Utajiuliza sasa mwenyewe. if Luke knew you, Kama ukijiangalia, if Luke knew me, kama Luka angekujua wewe na mimi, was he going to call me a disciple? wakati angeandika angesema kwamba tulikuwa wafuasi. Do I have all these things in me? Je, niko na hivi vyote vitu ndani yangu? Do you carry these things in you? Je, unabeba hivi vitu ndani yako? Be a disciple of Jesus Christ. Mfuasi wa Yesu Kristo. Glory be to Jesus. Amen. Now we understand the reason why Tabitha was called a Hapa disciple tunaelewa kwa nini Tabitha aliitwa mfuasi of Jesus Christ. wa Yesu Kristo. I want somebody to be called a disciple. Nataka mtu aitwe mfuasi. I want to be called a disciple of Nataka Jesus niitwe Christ. mfuasi wa Yesu Kristo. This word is even speaking to me. Hili neno linasema hata na mimi mwenyewe. I need to be influenced Na mimi napenda with nisukumwe the story of na Tabitha. historia ya Tabitha. Glory be to Jesus. Amen. For our church to grow Kwa sababu ili kanisa letu is likomane in need inahitaji of people like Tabitha. watu kama For Tabitha. our church to grow Ili kanisa ikomane is in need tunahitaji of good followers of Jesus watu Christ wanaomfuata Yesu vizuri, who are practicing the word of God. ambao wanatia neno lake katika tendo. Glory be to Jesus Christ of Nazareth. Amen. Hallelujah. Amen. We are going to look at Tabitha's deeds. Tutaenda kuangalia matendo ya Tabitha. We heard that Tabitha Tunasikia kwamba Tabitha was known with good works alikuwa akijulikana kwa matendo mema in the Bible. katika Biblia. So we are going to look at his deeds. Tutaenda kuangalia matendo yake. Tabitha was known as a person Tabitha alijulikana kama vile mtu who was helping the widows, ambaye saidia wajane. helping the poor. Alisaidia Tabitha was maskini. known Tabitha alijulikana with good works. kwa matendo mema. She was known Alijulikana of helping the poor. kwa kusaidia maskini. What are you doing? Uko nafanya nini? What are you known of? Unajulikana kwa kufanya nini? Are you known of doing good things? Je, unajulikana kwa kufanya matendo mema? Tabitha was doing good things to everyone. Tabitha aliwafanyia wote mema. Always looking for the opportunity to do good. Alikuwa akitafuta nafasi ya kutenda mema. Not doing good to your brothers. Haiko kufanya tu mema kwa ndugu zako. Not doing good only to the church. Haiko tu kufanya mema kwa kanisa. Even for unbelievers. Hata kwa wale ambao waamini. They need to see our good works. Wanapaswa kuona matendo yetu mema. So that they can follow the same Jesus that we Ili are kwamba following. wafuate Yesu ambaye tunamtumikia. That's why I said Ndio maana nimesema the church is in need kanisa inahitaji of people like Tabitha watu kama Tabitha who are going to do good things to everybody.
everybody. ambao watafanyia wengine mema. To the people in the church. Watu wa kanisani. Unbelievers Na outside. watu wenye hawaamini. They are waiting to see your works. Wanachoka kuona So matendo. that they can follow the same God. Ili kwamba wafuate Mungu ambao wanatumikia. Do good to everybody. Fanyia wote mema. I know most of us, Najua wengi wetu we have this habit tuko na hii mazoea that I'm going to do good kusema nitafanya mema to somebody that I know that is going to do the same to me. kwa mtu ambaye najua kwamba kesho atanilipa mema. If it's all about giving, Kama ni juu ya kutoa, if I hear that his sister Fulani is having a wedding there, nikijua kama dada or fulani a party, eko na mariage wala fete sehemu fulani, I will look for a big present to give to her, tafutia zawadi ya kumpa. because I know that Juu najua kwamba when my child's part, kesho mtoto wangu akikuwa na when fete, I have a part also, mtoto wangu wala mimi nikiwa na sherehe, she's going to give to na yeye pia atanipatia. Tabitha was not like that. Tabitha kuwa hivyo. Tabitha was not giving to the person Tabitha kupatia mtu expecting the reward. akitarajia kwamba ule mtu atamlipa kesho. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. Do good. Fanya mema. Your reward is in heaven. Malipo yako iko kwa Mungu. Glory be to Jesus Christ. Amen. If you look at our lifestyles, Ukiangalia aina yetu ya kuishi physically, kimwili, mostly, kwa asasa the people that you are doing good to, watu wenyewe wanafanyia wema. they are not the same people that we are going to do good to. Haiko wale watakufanyia wema kesho. Most of the people that you are doing good to, Bamingi wenyewe wanafanyia wema. those are the people Ndio watu that ambao will hurt you. wanaweza kuchukia. Those are the people Wale ndio watu that will make you regret. watafanya uchukie. So do not do good Usifanye wema expecting ukitarajia those people to reward. wale watu wakurudishie Do mema. good to you in return. Wakufanyie mema kesho. Do good Wewe fanya mema because of Jesus. kwa ajili ya Kristo. I promise you, Na kuahidia your reward is in heaven. ujira wako uko kwa Mungu. I promise you, Na kuahidi the heavens will not be silent. kuaita nyamaza. I promise you, Kuahidi your good deeds will work for you. Be a disciple of Jesus. ukuwe mfuasi wa Yesu. Let them change. Glory be to Jesus Christ. Amen. We are going to see Tutaenda kuona how the good deeds of Tabitha jinsi gani matendo mema ya Tabitha did ilifanya when Tabitha died. wakati Tabitha alikufa. People of God, Watu wa Mungu, I promise you, na kuahidi be a good doer. ufanya mema, The heavens will remember you. siku mbingu itakukumbuka. If you do good things to everybody, Ukifanyia watu wote mema not expecting na usitarajie those people to reward wale you. watu wakulipe. If you do good things to people, Ukiwafanyia mema not looking at the face, bila kuangalia sura, do good to everybody. ufanyie mema. Do good Fanya mema to people outside kwa watu walioko nje huko who don't know anything about God. ambao hawajui kitu kwa ajili ya Mungu. As I said, Kama nilivyosema, that your good deeds matendo yako will attract the unbelievers itafanya wasio to waamini come and see, wakuje waone, to come and test wakuje the wapige Lord that you are Mungu serving. ambaye uko unatumikia. Do good. Fanya mema, The good things that you are doing, mema ambako unafanya, your reward is in heaven. ujira wako uko mbinguni. There is a time Kuna muda whereby you've been troubled. ambao utakuwa katika shida, Your good deeds matendo yako mema will negotiate for you in heaven. itakusemea mbinguni. Your good deeds Matendo yako mema will look at the Lord. itamwangalia Mungu. Glory to Jesus. Amen. There is a time Kuna muda Oh yes. when you will be in troubles. utapata shida. Oh yes. We are going to hear that Tabitha died. Utasikia kwamba Tabitha alikufa. Your good deeds, I promise, Matendo yako mema na kuahidi will remember you. itakukumbuka. God will remember you Mungu atakukumbuka of your good deeds. kwa ajili ya matendo yako mema. So be like Tabitha. Ukuwe kama Tabitha. The church need to be influenced Kanisa inabidi isukumwe with such people like this. na watu kama hawa. There is a lot of benefits in doing good. Kuna faida nyingi ukifanya mema. If you do good, Ukifanya mema, the heaven will benefit. mbingu ina faida. Just imagine Fikiria, if you buy a loaf of bread for unbeliever outside. ukiuzia mtu asiyeamini mkate kama Because of that loaf of kwa bread, ajili ya ile mkate moja, if the person kama
ule mtu decides anaamua to come and serve the same God you are kuja na serving, kutumikia Mungu yeye anatumikia, is the heaven not going to ululate? je, mbingu haitashangilia juu yako? The heavens will ululate. Mbingu itashangilia. So good deeds, Matendo mema they carry so many benefits. inabeba faida mingi sana. Good deeds Matendo mema will remember you. inakumbukaga mtu. There is a time Kuna muda whereby you won't be able to do anything, ambao hautaweza tena kufanya kitu, whereby you can't even pray, ambao na wao uweze, but your works lakini matendo will yako speak for you. itasema kwa ajili Your yako. works Matendo yako will provoke God to perform miracles. itafanya Mungu afanye miujiza maisha yako. Will provoke God Itafanya to Mungu manifest ajidhihirishe through you. kupitia wewe. Do good to everyone. Fanya watu mema. Glory be to Jesus Christ. Hallelujah. Now we are going to look Tena kuangalia how the good things of Tabitha jinsi gani matendo mema ya Tabitha spoke for her ilisema wakati yeye amekufa. when she died. Wakati yeye amekufa. We are going to look at Tabitha's death. Tena kuangalia kifo cha Tabitha. The Bible said Biblia inasema Tabitha got ill and died. Tabitha aligonjwa akafa. I understand that Tabitha Nilielewa kwa Tabitha had premature death. alikufa kabla ya siku I didn't see zake. where the sickness of Tabitha, Sikuona kwenye magonjwa yake. where they are talking about she was sick of this. Anabiria kusema kwamba amegonjwa hivi. Tabitha had premature death. Ina maana Tabitha alikufa kabla ya muda wake. When Tabitha died, Wakati Tabitha alikufa, some believers said, wamoja waamini go walisema, and call for Peter. mwende mumuite Petro. Already the Bible is telling me that Biblia inaniambia kwamba the body was already ready mwili ulikuwa shakuwa tayari washamuogesha. for the burial. Washakuwa tayari kumzika. They washed the body already for the burial. Wakaosha ile mwili wakaweka tayari juu ya mazishi. But now, Sasa some believers wamoja waamini asked for Peter to come. wakamuita immediately. Peter aache. Why? Kwa nini? Already the body was washed for the burial. Tayari mtu ashaogeshwa anakuwa tayari kuzikwa. Let me tell you, Chuma nikwambie, if you are like Tabitha, kama uko kama Tabitha, if you die, hata kama unakufa, there will be commotion in this place. kutakuwa kasheshe hapo. If something bad happened to you, Kama kitu kibaya kinakutokea, there will be commotion in the community. watu hawataitika katika jamii. When Tabitha died, Wakati Tabitha alikufa, I believe there was commotion in the church. najua watu hawakuitika hata There was kanisa. commotion in the community. Kulikuwa watu hawakuikaa Because Tabitha kwa sababu was a good Tabitha disciple, alikuwa mfuasi mwema. was doing good to Alikuwa everyone. akifanyia mtu wote mema. She was known with good works. Alijulikana kwa matendo mema. Be like Tabitha. Uwe kama Tabitha. There are some of the people, Kuna watu wengine when they die, kama wanakufa, people they say, let the will of God be watu done. wanasema aacha aende sasa. Rest in peace. Tulia makaburi. They say, let him die. Au mwache asepe. Why? Kwa nini? They do not benefit anything from Kwa sababu you. wakati ulikuwa hai wakuona faida. But if you are Tabitha, Lakini kama uko Tabitha, if you die, ukifa, there will be commotion. watu hawatakubali. There are people who are going to stand Kuna watu wenyewe watasimama to say, God, kusema Bwana, but why? kwa nini huyu? That's why I said Tabitha was remembered Ndio anasema Tabitha alikumbukwa of his good deeds. juu ya matendo yake mema. I believe the reason why Naamini kwamba sababu they sent for Peter to come and pray for walimtuma Tabitha, Petro power of resurrection kuna nguvu ya ufufuo that is still living even today. ambayo iko naishi mpaka leo. The same power that raised God from the Ile dead nguvu ambayo ilifufua Yesu kutoka wafu is still alive. iko hapa leo. So they called for Peter Wakamuita Petro because they believed juu waliamini that Tabitha Tabitha was going to be resurrected. atafufuka. I believed that Mimi niliamini kwamba Tabitha was not going to die forever. Tabitha hatakufa milele. As a good person, Kama vile mtu mzuri, God wanted to manifest Mungu alipenda kujidhihirisha himself ndani yeye through mwenyewe Tabitha. kupitia Tabitha. Can God manifest himself through you? Je, Mungu anaweza kujidhihirisha kupitia wewe? Can God be interested to manifest through you? Je, Mungu anaweza kuvutiwa azihirike kupitia wewe? Be a disciple of Jesus Uwe Christ. mfuasi wa Yesu Kristo. The Bible said Biblia inasema when Peter came, wakati Petro alikuja,
He went upstairs where the body was. Kwenye mwili wa Tabitha ulikuwa. You find the widows, they were crying. Akakuta wajane wanalia. Showing the clothes and the coats. Wakionyesha manguo yenye Tabitha aliwashonea. Which Tabitha have done for them. Ambayo Tabitha aliwapatia. I understood the pain. Nikaelewa uchungu. That they were feeling. Kwamba walisikia. They were crying to God. Walikuwa wakimlilia. God, why this one? Juu ya nini huyu? Now who's going to take care of us? Nani ataendelea kutujali? Who's going to do this for us? Nani ataendelea kutushonea manguo? You must be such person like that. Unapaswa kuwa mtu wa hiyo aina katika jamii. One people they are going to say, ambaye watu watasema, we cannot lose you. Hatuwezi kukupoteza. Not a person. Hapana mtu ambaye. If they lose, kama anapoteza, they say, we are tired. Wanasema watu washachoka. Let him die. Acha afe. We are tired. Washachoka. Let him go. Acha kale makaburi. You are causing distraction in the church. Unasababisha watu wanakuwa distract kanisa. In the community. Hata katika jamii. You are not doing anything good. Hakuna kinyongo unachangia. You are just a person. Uko tu mtu. Coming, a church goer. Unaenda kukanisa na kurudi. Even in the community. Hata katika jamii. You are known with good works. Unajulikana na matendo mema. Can people cry for you when you die? Watu watakulilia ukifa. There is a cry whereby unakulia kwenye watu. Like what we do in Zimbabwe. Kama tunafanya Zimbabwe. If there is a funeral somewhere. Kama kuna kilio sehemu fulani. It's a must. Ni lazima. If you just enter the door. Ukiingia tu. You must start. Ni lazima uanze lia. You must begin to cry. Ni lazima uanze kulia. But those people, they were not crying like that. Wale watu walikuwa balivi. Because they just have to cry. Ni kulia tu napaswa lia. They were crying. Walikuwa wanalia. Of that pain. Na ule uchungu. God. Mungu. Who's going to do this? Nani watafanya hivi? But God. Lakini Mungu. How can you take Tabitha? Jinsi gani utambeba Tabitha? Of all these good things that baada ya kutufanyia hii mema yote. Some people they ask. Kuna watu wanauliza. Why bad things they happen to you? Jua nini mabaya yanakutokea? Even our pastors do face challenges. Hata wapasteri wetu wanapata mama. But let me tell you something. Lakini acha nikwambie. It's good if you are a disciple. Ni vizuri kama uko mfuasi. If you are a child of God. Kama uko mtoto wa Mungu. When something bad happens. Kama kitu kibaya kinatokea. Maybe God. Hata Mungu. Maybe. Hata huenda. Maybe. Huenda. God want to manifest through you. Mungu anapenda kujisirisha kupitia wewe. That's why it's good to be his disciple. Ndio maana ni vizuri kuwa mfuasi. But if you are a bad person, kama uko mtu mbaya, bad things can happen to you for good. Mambo yanaweza kutokea na kaendelea kutokea. Glory be to Jesus. Amen. Be a person who always do good to everyone. Ambaye anafanyia wengine mema. Your good deeds will remember you. Matendo yako yatakukumbuka. The Bible tells me that Biblia inaniambia kwamba Peter knelt down and prayed for Tabitha. Peter alipiga magoti akaomba juu ya Tabitha. When he knelt down and prayed, wakati aliomba, he turned to the body after praying and said, Tabitha, wake up. Tabitha, amka. And Tabitha opened his eyes. Tabitha akafungua macho yake. And he helped Tabitha to wake up. Na akamshika mkono akamsimamisha. And he presented Tabitha. Na akampeleka Tabitha to people. Akamuonesha kwa waaminifu. Alive. Kwa watu na wale wajane kimlilia. God wanted to manifest his power through Tabitha. Alipenda kudhihirisha nguvu yake kupitia Tabitha. I understand that. Nikaelewa kwamba God wanted to remind us. Mungu alipenda kutukumbusha that he carries power, anabeba nguvu of resurrection, ya ufufuo. That the same power that resurrected him from the dead, ile nguvu ambayo ilimfufua yeye kutoka katika wafu, is still alive. Iko hai. The same power that resurrected Lazarus from the dead, ilimfufua Lazaro kutoka wafu. After dying for 4 days, baada ya kufa kwa siku, smelling, akaanza na kunuka. Even Martha was doubting his resurrection. Hakuamini, alikuwa na mashaka. But God said, lakini alimwambia, He is the resurrection and the life. To those who believe in Him, they shall live even after dying. Oh, yes. Glory be to Jesus Christ. Amen. So the power of God is here. The same power that resurrected Him, the same power that resurrected Jesus Christ, is here. The same power that resurrected Lazarus is here. Glory be to Jesus. Amen. As I'm about to finish, I'm going to say, you might be facing some problems.
hardships, unaweza kuwa unapitia muda mgumu kabisa, trials, majaribu na mapito, carrying heavy burden, unalia na unabeba mizigo mizito. I want to tell you that acha nikwambie kwamba the God Mungu who carries power, ambaye anabeba uwezo, he is in this place. eko hapa. Do not be discouraged. Usivunjike moyo. That now this is impossible. Sasa hivi haiwezekani. I cannot give birth anymore. Siwezi kuzaa tena. Let me tell you something. Acha nikwambie kitu. The God Mungu who is able, ambaye ana uwezo, he is here. eko hapa. Do not be discouraged. Usivunjike moyo. That this situation is impossible now. Hii hali inabakia haiwezekani. Nothing impossible before God. Hakuna kenye kishindikani kwa Mungu. God want to manifest through you. Mungu anapenda kujidhihirisha kupitia wewe. Hold on faith. Baki unakaza imani. Do not be discouraged. Usivunjike moyo. You haven't died. Haujafa. We heard that the Bible said, tulisikia Biblia inasema kwamba Tabitha died. Tabitha alikufa. For the power of God to be manifested. Ili nguvu ya Mungu isidhihirike. But you haven't died. Lakini wewe hujakufa. Why are you crying? Kwa nini uko unalia? God can still manifest even to you. Mungu anaweza kudhihirika kwako. God can still manifest his power even to you. Mungu anaweza kudhihirisha nguvu zake kwako. Glory be to Jesus Christ. Amen. It doesn't matter what you are facing. Haijalishi unapitia nini. It doesn't matter what you are passing through. Haijalishi nini kinakuzuru kwa sasa. I would like to tell you, nataka nikuambie, to be a disciple of Jesus Christ. Ukuwe mfuasi wa Yesu Kristo. God will remember you. Mungu atakukumbuka. The heavens will not be as silent. Mbingu haitanyamaza. Facing you suffering like that. Ikikuona ukiteseka. If you are his disciple. Kama uko mfuasi wake. Better to be the disciple of Jesus Christ. Vizuri kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Glory be to Jesus Christ. Amen. Better to be a disciple of Jesus Christ. Vizuri kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. So that the time when you are in trouble, ili kwamba muda ukipitia matatizo, God will remember you. Mungu atakukumbuka. Be known with good things. Julikana kwa matendo good mema. Works. Kazi njema. Help everybody. Saidia wengine. Help the poor. Saidia maskini. God will remember you. Mungu atakukumbuka. We serve a living God in this tunatumikia Mungu aliye hai hapa. The power of God is here. Nguvu ya Mungu iko hapa. He is in this place. Eko hapa. Follow him. Mfuate. You will never regret. Hautajutia. Follow Jesus. Mfuate Yesu. You will testify. Utashuhudia. Follow Jesus. Mfuate Yesu. You will be rewarded in heaven. Utapewa ujira wako na Mungu. Glory be to Jesus. Sifa kwa Bwana. Be influenced. Inabidi usukumwe by Tabitha. Na Tabitha kama alivyofanya. The church is looking for people like Tabitha. Kanisa inatafuta watu kama Tabitha. I believe if you are Tabitha, naamini kama uko Tabitha, you cannot remain in that situation. Hautabakia katika hiyo hali uko nayo. The heavens will never be silent. Mbingu haitanyamaza. You cannot see the answer now. Hawezi kuona jibu leo. But let me tell you something. Lakini acha nikwambie kitu. Our God is able. Mungu wetu anaweza. Even tomorrow he can do it for you. Hata kesho anaweza kukutendea. Even tomorrow he can manifest through you. Hata kesho anaweza kusidia kupitia wewe. Just remain faithful to God. Bakia tu mwaminifu kwake. Be a disciple of Jesus Christ. Uwe mfuasi wa Yesu Kristo. You never regret. Hautajutia. Amen. Mungu awabariki. Amen.